Kama wewe ni rafiki ambaye hautaki kusikia mafanikio ya mwenzako, ya rafiki yako, hutaki kusikia mafanikio ya rafiki zako, yani una marafiki zako lakini wewe ndio unataka kuwasimulia ulivyofanikiwa, raha unayoipata ukiona unafanikiwa, unataka ushare na marafiki zako, lakini wao wakija kushare na wewe mafanikio yao, wewe unabadilika, hutaki kusikia wenzako wakifanikiwa, hutaki kusikia wenzako Mungu amewabariki, roho inakuuma, unajisikia vibaya. My dear, wewe ni mchawi kama wachawi wengine. Kitu ambacho unaweza kufanya, kaa mbali na hao marafiki zako. Na kitu cha ajabu sana unakutaga marafiki kama hawa, mtu unakuta hapendi kuona ukifanikiwa au hapendi kuona marafiki zake wakifanikiwa, lakini hawa watu anawahold, hataki waondoke katika maisha yake. What's wrong with you? Wewe ni mchawi kama mchawi mwingine. Jamani, uchawi sio tu kuruka usiku wa manane na ungo kuroga watu. Uchawi ni tabia zako. Unaona hiyo tabia unayoionyesha ndio huwa inapelekea watu wengine kununua mpaka uchawi kuroga wengine. Ndio huwa inapelekea watu wengine, kama kwenu mnakatabia ka uchawi unaroga wenzako. Jamani, tuacheni hii tabia. Chonde chonde, kama unaona hujisikii vizuri wenzako wanapokuwa wanafanikiwa, tafuta namna ya kuavoid. Kaa na marafiki zako mbali. Na sio makosa kabisa kuwatenga hao watu, kwa sababu kuna namna wewe unajisikia una roho mbaya. Kaa nao mbali. Kaa nao mbali. Na unakuta sasa wengine wanaenda mbali, hawa marafiki wanagundua kabisa wewe una roho mbaya. Au huyu rafiki anagundua kabisa wewe una roho mbaya. Anajaribu kukaa mbali na wewe, lakini still bado unamtafuta. Yaani unajifanya wewe ni mwema. My dear, unajichoresha. Unaona hao marafiki zako wanajua vizuri wewe una roho mbaya. Wanaijua vizuri tabia yako mbaya, tabia yako chafu. Hutaki kuona wao wakifanikiwa. Lakini sasa wanakuzoom tu. Wanakuzoom. Yani kaa na hao watu mbali. Wewe ni mchawi kama wachawi wengine. Period.